أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. اللهم أعوذ بك من بدعة الضلالة. أما بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Ndugu zangu Islam na wasiokuwa Islam, tumeamua leo nizungumze kidogo masuala yanayohusu ni nini kinachotakiwa kufuatwa au kifanye cha mwanzo kati ya haki na amani. Ni justice inakuwa mwanzo ama ni amani inakuwa mwanzo. Kwa hakika watu wengi ukiangalia wanaizungumza mada kwa kubias. Ima kuna wanaochukua amani na kuna wanaochukua haki. Lakini kwa hakika mambo haya ni masuala ambayo yamekuwa debatable. Kuna theory mbalimbali. Kuna wanaona kwamba haki inatakiwa iwe mwanzo ili ipatikane long last peace ya muda mrefu. Na kuna wanaona vile vile kwamba amani inatakiwa iwe mwanzo wakati hali imeshakuwa imechafuka. Kinachotakiwa ni amani ili ije kusawazisha ile matatizo, conflict ambao ni na haki za watu zinakosekana. Lakini tatizo kubwa ninaloona mimi si ni nini ya mwanzo. Ni mamoja wale wanaona haki iwe mwanzo, ni mamoja wale wanaona iwe amani iwe mwanzo. Tatizo sio haki kuwa mwanzo ama amani kuwa mwanzo. Tatizo wewe unaoikampenia hiyo haki ama amani, unaisema kutoka kwenye moyo wako kwamba kweli unataka haki? Unasema kweli kutoka kwenye moyo wako kwamba unataka amani? Au wewe ni haki kwako pale inapokuwa mtu fulani ni kiongozi ambao ni wa tabaka lako akafanya na makosa mbalimbali, ile haki uizungumzi wewe, ile right hutaki kuitaja, unajifanya kama vile hujaiona wala hujaisikia. Lakini akiongoza mtu mwingine ambao sio upande wako, ndio unakuwa kifua mbele kuanza kuizungumza haki, na kana kwamba unapenda haki sana, na unakuwa umeingia kwenye kivuli cha kuonesha kwamba hatufanyi jambo lolote mpaka haki kwanza itekelezwe. Kwa hiyo mimi hapa kwanza ningetaka kabla ya kuendelea kutoa salamu za pole na rambirambi kwa wafiwa wa pande zote mbili, waathirika, walioandamana na wasioandamana, waliofariki katika matokeo ya hiyo maandamano. Kwa sababu kuna wengine wameingia kwa mkumbo na kuna wengine wameingia wakijijua wanaingia kwa sababu gani, lakini all in all hasara imepatikana. Siko hapa kuwajaji tu kwamba nani sawa na nani si sawa. Nataka kuzungumza hii falsafa ambao watu wameishikilia kama ndo bendera ya kuzuia watu wasifanye mambo kwa kisingizio eti kwanza tupewe haki ndio tutafanya kitu fulani. Kana kwamba wamekuja na kauli ya kusema no reform na election, kana kwamba tupate haki ya marekebisho ya katiba ndio tuweze kufanya uchaguzi. Ndio ile kwamba haki kwanza ipatikane alafu ndio sisi tutafanya mambo mengine. Katika Uislamu kwa ujumla yote yamekuja. Kuna mahali Qur'ani imeanza kuzungumza haki na kuna mahali pia imezungumza amani. Kwa hiyo katika nadharia mbili, ile ya kwanza inayosema kwa kifupi kabisa, ile inayosema inaanza haki ina dalili, na wale wanaosema inaanza amani wana dalili, lakini kuchanganya dalili mbili ni kwamba zote zina complement one another. Yaani unapokuwa una haki ile peace ita last long, na vile vile unakuwa na vurugu vita kama hivi imetokea chaos, huwezi kuanza na haki. Itabidi you settle the conflicts, utatue matatizo
kwa kutumia amani, alafu ndio ile right ya watu wapewe sasa. Kwa hiyo hii ni nadharia ambazo zinasapotiana. Sio kwamba mmoja kushika kwake aishikilie kana kwamba wengine hawataki haki, au mwingine ashikia amani kana kwamba wengine hawataki amani. Hapana. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani sura 16 ya 90 amezungumza masuala ya justice. Akasema inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Kwa hakika si vingine Mwenyezi Mungu ameamrisha uadilifu na kufanyia na watu wema na kuwapa jamaa wa karibu, wa ita'i dhil qurba, na wayanha anil fahishai wal munkar la'allakum tuflihun, na akakataza mambo machafu na maovu ili watu kufaulu. Indeed, Allah has commanded justice, excellence and giving to the relatives. Kwa hiyo aya hii kwa wale wenye kupenda justice ianze ni kana kwamba inawasupport, kwamba hata Mungu pia naye anasema hivyo. Lakini vile vile katika aya ya sura ya 5 Mwenyezi Mungu ameendelea kuelezea pia, akasema wala yajrimannakum shana'ana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wala chuki yenu kwa watu sikuchocheeni kutotenda haki, fanyeni haki, hiyo ndio iliyo karibu na uchamungu. Mwenyezi Mungu kwenye aya hii anazungumza kufanya uadilifu, justice, ndio inakuwa iko karibu na uchamungu. Do not let the hatred of the people prevent you from being just or from doing justice. Be just, that is nearer to the righteousness. Kwa maana kwamba hii aya inagonga watu wote. Katika taifa Tanzania kuna madhehebu makubwa mawili, ya Kiislamu na ya Kikristo. Wewe jiangalie kwenye nafsi yako, wakati unapiga makelele kusema unataka haki, unataka ile haki ili kwa lengo tu la kumkandamiza yule mwenzako kwa sababu sio upande wako, kumuonesha yana makosa, au umesema ile haki kwa maana ya haki itself, yaani imetoka moyoni kwako kwamba kweli unapigania haki? Na kama kweli unapigania haki, je, umewahi kuzungumza makosa kama haya yanayotokea sasa hivi yametokea huko nyuma? Umewahi kuyakemea kwa nguvu hiyo hiyo na pawa hiyo hiyo na ushawishi kubwa hivyo hivyo kama unavyofanya sasa hivi? Ikiwa sivyo, ina maana wewe hupiganii haki, bali wewe ni unafanya kitu inaitwa violation of the right and justice. Unavunja haki na uadilifu. Kwa hiyo haya Mwenyezi Mungu anasema isiwapelekee watu chuki walizokuwa nazo kawafanya watu wasifanye uadilifu. Kwa mfano, wewe una kaka yako ukagombana na jirani. Jirani katika haya magomvi, unajua mwenye haki ya hiyo kitu, let's say mnyama ama pesa ama kitu fulani ni ya fulani. Unajua kabisa kaka yako yuko kwenye makosa na jirani yuko katika haki. Aya inatuambia usije ukafanya uadui, ukaacha kufanya justice kwa sababu wewe na huyu jirani mlishagombana. Sasa umtetee kaka yako. Kiongozi anaongoza sasa hivi nchi ya Tanzania ni Rais Samia Hassan Suluhu. Rais huyu anafanya mambo, wewe unamjaji kutoka kwenye moyo wako kwamba anafanya sawa au anakosea, kutoka kwenye moyo wako kwamba unamkosoa kwa kuwa amekosea, imetoka moyoni mwako, au unamkosoa kwa sababu sio upande wako, au unamkosoa kwa sababu humtaki. Kwa hiyo lawama zote unazikusanya za makosa ya marais waliopita kule nyuma, unazileta kana kwamba ni za sasa hivi zimezuka leo, na sasa hivi ndio watu wameanza kuuawa, na sasa hivi ndio watu wameanza kupotea, ndio sasa hivi watu haki haifuatwi. Yaani unambandika vitu ambavyo anavyo na asivyokuwa navyo. Ukiwa unafanya hivyo, ujue kabisa ufanye justice. Na si kwa Samia Suluhu, hata rais atakayekuja baada yake kama atakuwa ni Mkristo. Wewe Muislamu ukiwa unampinga yule, utakuwa unampinga kwa sababu ni Mkristo, au utakuwa unampinga kwa sababu kweli moyoni kwako unataka kurekebisha, unataka kutengeneza? Ikiwa hivyo ndivyo, kweli nyinyi mtakuwa ni wapigania haki. Lakini ikiwa vinginevyo, nyinyi ni wachafuzi wa uadilifu na haki. Mwenyezi Mungu anaendelea kusema katika sura ya 4 ya 135, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kunu qawamina bilqisti shuhada lillah wallahu ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Enyi mlioamini, kuweni wasimamizi madhubuti wa haki, mkitoa ushahidi kwa ajili ya Allah isipokuwa dhidi yenu wenyewe au wazazi wenu au jamaa zenu. Yaani mpaka ukitoa ushahidi kuhusu wewe
mzazi wako, jamaa wako. Fanya uadilifu. Oh, you believe, stand firmly for justice as witness for Allah, even if it's against yourselves, parents or relatives. Yani ile justice is to do right thing even if it goes against yourself or your kindred or your mother or your father or your relative. Sasa mnavomkosoa kiongozi husika, awe ni Muislamu awe ni Mkristo, mnamkosoa kwa misingi ya uadilifu na haki, au mnamkosoa kwa kushift ile blame mumdondoshee yeye. Qur'ani pia aya 8 sura ya 8:61 anasema wa in janahu lisilmi fajnaha laha wa tawakkal ala Allah, na wakikielekea amani basi nawe elekeeni amani mkimtegemea Allah. Rais anaita watu katika masuala ya suluhisho na mapatanishi kwa aya hii ya Qur'ani inayosema if they incline to peace then incline to it also and trust in Allah. Kama watu watataka mfanye suluhu ya amani, basi fanyeni suluhu ya amani na hadi ya kuwa mkimtegemea Mwenyezi Mungu. Haya ni mafundisho ya Uislamu na si masuala ya uchawa au umetumwa. By the way, sisi hatuna chama, siko kwenye ACT Wazalendo wala TLP wala Chadema wala CCM, lakini tunafanya wajibu wetu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotuambia ubadilishe munkar kwa mkono wako, fa in lam tastati fa bilisani wa in lam tastati fa biqalbi wa dhalika adhafu al-iman. Ukishindwa kuondoa ile munkar ovu kwa mkono, kama una uwezo huo, basi kwa mdomo. Kama una uwezo huo kwa kunyamaza, na hiyo ni udhaifu wa imani. Sisi hatujafika kwenye udhaifu wa imani, tunaweza kuongea, tunaongea. Watu wanaitwa kwenye suluhu, still kuna watu wanasema hatutaki mapatano. So kwamba wanasema mapatano ya weji, ilikuwa inatakiwa sahihi waseme tunataka mapatano lakini kwa njia 1, 2, 3, 4, 5. Na si kukataa in totality. Sababu the end result, mwishoni watu wapigane, wauane, wafanyaje, washutumiane, watiane makosa, mwisho itakuja maisha yataendelea, lazima suluhu ipatikane. Qur'ani aya ya 2, Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa, enyi mlioamini ingieni kwenye Uislamu wote kwa kujisalimisha, na kujisalimisha huko ndo kwenye amani. Enyi mlioamini, oh you believe, enter into peace completely. Hizi aya nazo zinataja amani. So kutaja haki tu, Qur'ani pia imetaja haki na vile vile imetaja amani. Ndio anasema tukiangalia dini zingine, mfano Ukristo, anasema justice and peace shall kiss. Psalm 85:10. Zaburi anasema haki na amani vitakutana, vitasalimiana kwa kubusu. Zaburi 85:10. Justice and peace. Hapa Zaburi imeonyesha haki na amani zinakwenda parallel, ziko pamoja. Ndio maana naambia conclusion, theory wanaosema inaanza haki na theory wanaosema inaanza amani, na vile vile inawezekana zote kuchanganywa pamoja. Anasema the blessed are the peacemakers. Mathayo 5:9. Heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Anasema there can be no peace without justice. Amani haiwezi kupatikana kama hamna justice. Ndio watu wanaishika, na ndio kauli alikuwa akienda naye, nafikiri huyu mheshimiwa Lema, na hii ni Pope John Paul wa pili. Anasema hakutakuwa na amani bila haki, Papa Yohana Paulo wa pili. Judaism nao wanasemaje? Justice shall you pursue. Deuteronomy 16:20. Haki ndio itakayofuatwa. Kumbukumbu ya 19:20. Peace is the vessel that hold all blessing. Rabbi Simon B. Gamliel. Asema amani ni chombo kinachobeba baraka zote. Buddhism nao wanasema peace comes from within. Do not seek it without. Yani do not seek it from without. Amani inatokea ndani. Huwezi kuitafuta nje ya ndani. Yani ukaanza kutafuta vitu vingine afu ndio uje upate amani. Hapana, inatakiwa ianze amani. Buddha huyo. Kuishi kwa amani, kutembea kwa huruma. Buddha ndo anasema.
Amani hutoka ndani, usiitafute nje. To live in peace, to walk with compassion. Ni Buddha naye anasema. Kuishi kwa amani, kutembea kwa huruma. Anasema political philosophers quotes, tuziangalie nao wanasemaje. Nukuu za wana siasa na mafilosofa wanasema peace is the work of justice. Amani ni matunda ya haki, ama ni kazi ya haki. Papa Paul wa 6 anasema if you want peace, work for justice. Hii ni ile nadharia ya pili. Ukitaka amani, fanyia kazi uadilifu, right, haki. Ukitaka amani, fanya kazi kwa haki, hiyo ni Girat. True peace is the presence of justice. Amani ya kweli ni kupatikana kwa haki. Martin Luther King. Amani ya kweli ni kuwepo kwa haki. Na historical quotes nazo zinasema nini? If you want peace, talk to your enemies. Desmond Tutu. Ukitaka amani, zungumza na maadui zako. Ndio maana rais anataka kuongea na watu wanaompinga ili apate amani. Anasema without forgiveness, there is no future. Ikiwa watu wamekuudhi, wamekupiga, wamekuua, wamekudhulumu, husamei, future itapatikana. Bila msamaha hakuna mustakbali. Huyu ni Nelson Mandela. Na ethical na moral codes zinasemaje? Peace is not the absence of conflicts. Amani si kwamba kutokuwepo na migogoro. Ndio kwamba kuna amani. Migogoro inaweza ikawepo na amani ikawepo. Kwa sababu kugombana na kukwaruzana ni maumbile ya kibinadamu. Huyo ni Reagan. Amani si kutokosekana kwa migogoro. Anasema justice is what loves look like in public. Anasema haki ndiyo sura inaonekana kwa nje. Yani watu ile muonekano wa nje unavyoonekana, hiyo ndo nini? Ndo justice. Ndio watu wanaopenda. Justice is what love look like in public. Justice ni ile upendo unaonekana hadharani. Kwa hiyo kwa kifupi tunataka kusema sisi tunachotaka conclude hapa kwamba hatusupport watu kuuliwa, hatusupport makandamizi yasiyokuwa ya haki, lakini pia vile vile hatusupport kumrundukia rais makosa yanayomhusu na usiomhusu kumbwagia yeyote. Hiyo pia si uadilifu. Kwa hiyo tunataka kusema Waislamu na Wakristo, msipochunga mtaivuruga amani. Hii demokrasia tulioambiwa saizi, watu ambaye hawana, wanatuambia nchi za mbele zinatafuta demokrasi, wameingia nchi mbalimbali kupeleka demokrasi. Matokeo yake walivyomtoa kiongozi wanaotaka kumtoa, wakawaacha watu na kiongozi ambaye hawezi kufanya yale alikuwa akifanya yule mwingine ambaye alikuwa akitoa dikteta. Libya mpaka leo watu walikuwa wamepewa, mwanamke akiwa na mimba anatizamwa na serikali mpaka anajifungua, ile maternity leave yote anapewa. Kama ni mfanyakazi, mshahara wake unaingia kama kawaida, anapata matumizi yake ya kila mwezi, kila kitu. Mume relax, anafanya kazi yake, mke na ashughulikiwa na serikali. Wao kwa interest zao binafsi wakaja kusema hajafuata demokrasi, wakamtoa. Hao walioingia kwenye madaraka mpaka sasa nchi haijatulia. Na ukiwauliza sasa hivi maisha yalikuwa mkiishi kwa nyuma na sasa hivi mnataka ipi, watakwambia ile ambayo tunawaambia ilikuwa haina demokrasi tunataka. Hii ya demokrasi hatuitaki. Kwa hiyo demokrasi inakuwa ina maana pana, inabadilika. Sasa zingine demokrasi tu matakwa ya mabeberu kupata wanachokitaka na kuacha nyie mkae vibaya, mkae vizuri. Hiyo ndio demokrasi. Sasa tunataka kuwauliza, hivi ndio mnataka Tanzania iishie kuwa nchi ya vurugu throughout kama Somalia na huko wapi Bosnia na wapi na nchi mbalimbali tumeona vita? Mnataka ifike huko? Hii wiki moja 2 3 mmefungiwa internet, sisi mmefungiwa nini? Mmepiga kelele. Kwanza Tanzania inaonyesha watu wako dhaifu sana. Mngefanywa hii vurugu ndani ya miezi 3 4 5, si watu wote wanakufa. Kwa hiyo tunasema tunamuomba Mwenyezi Mungu ambaye jina lake ameleta ndio mwanzo kusalamu imetoka kwake, aijalie nchi ipatikane na amani. Kwa sababu unaona tunapozungumza amani mpaka vijana wanachanganyikiwa. Juzi nimesikia vijana wengine wametoa kauli kali ya kuonesha tutanafanya hivi, kwa sababu nao wanachanganyikiwa. Wakiangalia upande wa pili ni tuhuma dhidi ya upande mwingine.
Sasa inabidi nao wanakuwa kama vichaa. Sisi watu wa dini tusiposimama kidete kukemea na kupooza hii hali, tutaharibikiwa kwa kweli. Hatuna mahali ingine ambayo tunaweza kushika isipokuwa hii. Kwa hiyo tunachosema, hebu mashehe, hebu mapadri, kaeni na rais katika maridhiano mzungumze. Na hata kama kuna jambo mnalolitaka, kutaka jambo lako si kutukana. Huwezi pata right unaizungumza kwa kuinsult au ashemu mtu. Hiyo ni kuonesha kwamba uwezo wako kufikiri ni mdogo. Kaa na mtu kwenye meza, taja madai yako, angalia unayapataje ile madai. Ila huna, ningeomba niishie hapa, nisirefushe, isiwe muhadhara mrefu. Ni message ndogo niloamua mimi kuitoa kwa ajili ya kusaidia watu ili waweze kuelewa tulikuwa tunazungumza nini, kwamba wanaodai kwamba haki ni ya mwanzo na peace ni ya mwisho wametumia dalili gani, na wanaosoma yote iwe pamoja wanatumia dalili gani. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad.